Kwa hivyo Yesu akusikiza ama akafanya kile ambacho pepo walimwagiza, lakini alifanya kile ambacho kilikuwa kimeandikwa katika neno la Mungu. Yakobo ndiye alikuwa amesema maneno haya, na nimesoma kwenye kitabu cha Mwanzo mlango wa 49 mstari wa 19, sema kwamba jeshi litakusonga Gadi, lakini mwisho wa siku utawasonga mpaka kisingino. Kwa hivyo Yesu alifanya kulingana na kile ambacho kilikuwa kimeandikwa kwenye hayo maneno, si eti kwamba alimsikiliza pepo. Ndio maana nilikuwa najaribu kutoa ile hali ama ule uelewa ya kwamba unafaa umsikilize pepo na ufanye kile ambacho amekuagiza. Ndio nilikuwa najibu swali ambalo nilikuwa nimeuliza kwamba tunafaa tuapishwe na mapepo kwa jina la Mungu aliye juu na tuwatii? Hapana, hatufai kuwatii, lakini tunafaa kutii neno la Mungu, tunafaa kutii sauti ya Mungu kila wakati. Yesu aliwaruhusu wale mapepo waendelee kukaa kwenye ile inji kwa sababu sio yeye alifaa kuwatoa kwenye ule mji kulingana na maandiko. Maandiko yanasema ya kwamba Gadi jeshi litakusonga, lakini wewe Gadi ndio utawasonga mpaka kisingino. Sio Yesu alikuwa anawasonga mpaka kisingino. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo namba 3 ni kwamba yale mapepo wakati wao wa kutoka kwenye mji haukuwa bado umefika. Ndio maana Yesu aliwaruhusu akazidi kukaa pale mpaka Gadi akuje kuwafukuza yeye mwenyewe. Kwa hivyo sababu 3. Ya kwanza, Yesu alifanya kile alifanya kwa wale mapepo kwa sababu ilikuwa ni neno la Mungu. Na namba 2, alifanya kwa sababu sio yeye alifaa kuwafukuza, lakini pia namba 3 kwa sababu ya wakati haukuwa umefika wa wale mapepo kutoka katika eneo lile. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nataka tuende kwenye mstari wa 8. Tulikuwa mstari wa 7 na nataka tuende kwenye mstari wa 8. Maandiko yanasema hivi: kwa sababu amemwambia, ewe pepo mchafu, mtoke mtu huyu. Akamuuliza, jina lako ni nani? Akamjibu, jina langu ni Legion, kwa kuwa tu wengi. Tunasoma huo mstari, hicho kitabu cha Marko mlango wa 5, na tumesoma mstari wa 8. Maandiko yanasema ya kwamba Yesu akawauliza wale mapepo, jina lenu mnaitwa nani? Yale mapepo yakasema, tunaitwa Legion ama jeshi, kwa sababu tu wengi. Kawaida ya mapepo ni kwamba huwa hawasemi jina lao kwa uhalisia. Maana wakisema majina ama jina lao kwa uhalisia, ni bila shaka utajua kazi yao ni gani. Yale mapepo kiufupi yalikuwa ni maroho za mauti na mapepo ambao ni ya umaskini. Lakini anasema tunaitwa Legion. Assignment yao ama walitaja idadi na hawakutaja assignment ama kazi ambao walikuja kufanya kwa huyu kijana. Walikuwa ni maroho za mauti kwa sababu walipomuingia yule kijana alienda kukaa makaburini, lakini pia walipoingia ndani ya nguruwe, wale nguruwe walienda baharini wakaenda wakafia kule, na pia wafanyabiashara wa ile nguruwe ama wale walikuwa na wenye ile nguruwe wakaingia sana. Sijui kama unanielewa. Ukisoma kwenye kile kitabu cha Ezekieli mlango 28 kuanzia mstari wa 14 mpaka 16, Yesu anaitwa kerubi ajifichaye. Shetani ana tabia ya kujificha sana ili usimfahamu na usifahamu kile ambacho amekuja kukifanya kwenye maisha ya mtu. Ndio maana ukisoma kwenye kile kitabu, nadhani ni kitabu cha Wakorinto wa pili mlango wa 2:11, maana wasema asije akatushinda, kwa maana hatukosi kuzijua ila zake. Ni vizuri ukaomba sana ili ukajua ila za shetani, ukamjua shetani ako na mpango gani kuhusiana na maisha yako. Yesu amewahi kuomba maombi kama hao siku moja, na akajua kwamba kumbe shetani alikuwa anataka kuwapepeta mitume wake kama gano. Watu wengi wanaomba mipango, wajue mipango ya Mungu, lakini hawaombangi kujua mipango ya shetani ni ipi, wakati ule shetani atafanya mambo yake akiwa amejificha sana. Usipojua siri yake ama ukajua ila zake, ujue kwamba hapo ndio naye amekushinda. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo wale mapepo walipoulizwa mnaitwa nani, wakasema tunaitwa jeshi.
wakataja idadi badala ya kutaja ile kazi ya umauti, ile kazi ya umaskini ambao waliletea kwa wachungaji wa nguruwe. Ndio maana utaona kwamba kwenye deliverance wachungaji wengine wakiombea mapepo anasema tunaitwa jini Maimuna, tunaitwa jini Mahaba. Yale majini ambao yanatajwa hapa, ama yale majini yakianza kutaja majina yao, yanataja majina ya ukoo wa majini. Wanataja vio vya majini na wataji ile kazi ambao wanafanya. Maana wakitaja kazi, wakitaja majina yao halisi kulingana na kazi ile wanafanya, ni bila shaka watajulikana na itakuwa ni rahisi sana kuang'oa wale mapepo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa mfano utasikia kwamba jini Mahaba, naitwa jini Mahaba. Jini Mahaba ni jini ambaye anahusiana na kuvunja ndoa na mahusiano. Kwa hivyo ukisikia vitu kama hizo, unajua bila shaka hapa kuna ndoa ama kuna mahusiano ambao yanavunjwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hivyo shetani ni baba wa uongo. Kwenye kile kitabu cha Yohana mlango wa 8 mstari wa 40, shetani ni baba wa uongo na haufai kufuata kauli zake, maana ukizifuata kuna vile ambavyo atakupindisha njia na atakupeleka kwenye njia ambazo hazifai. Maandiko yanasema ipo njia ionekanao kuwa nzuri machoni pa watu, lakini mwisho wake itakuwa ni njia za mauti. Kitu kingine kwenye ule mstari wa 10 nataka nimalizie, kwa sababu hiyo topic nikifika hapo nitakuwa nimefundisha jambo. Ule mstari wa 9 wa 10 nikimalizia, anasema hivi: akamuuliza, jina lako ni nani? Akamjibu, jina langu ni Legion, kwa kuwa tu wengi. Akamsihi sana asiwapeleke nje ya nchi ile. Na hapo milimani palikuwa na kundi kubwa la nguruwe wakilisha. Pepo wote wakamsihi wakisema, tupeleke katika nguruwe tupate kuwaingia wao. Akawapa ruhusa wale pepo wachafu, wakatoka wakaingia katika wale nguruwe, nalo kundi lote likateremkia kwa kasi ngengeni, wakaingia baharini wapata 2,000, wakafa baharini. Wachungaji wao wakakimbia wakaieneza habari njema habari mjini na mashambani. Sitaki nisome huko mbele, lakini kile kinaeleza huko mbele ni kwamba wale nguruwe baadaye, baada ya kuwa wameingiwa na wale pepo, walichomoka wakaenda wakaingia baharini. Ina maana kwamba wale mapepo walikuwa na assignment ya kuua. Wakajaribu kuua huyu kijana akawa hajafa, lakini kwa sababu walikuwa ndani yao ni maroho za mauti, ikabidi wakaua wale nguruwe, lakini wakabakia kule, wakabakia pia katika ile nchi. Sasa baadaye Yesu, baada ya kuwa amemkomboa yule kijana, kwenye ule mstari wa 15 maandiko yanasema ya kwamba yule kijana akawa ako sawa. Baadaye Yesu alipokuwa anachomoka ili arudi ng'ambo ya pili, arudi kule alikuwa anatoka, yule kijana akamsihi Yesu, akamwambia, Yesu, nataka turudi na wewe. Lakini Yesu akamwambia, unafaa ubakie hapa ili uwahubirie wengine, uwatolee ushuhuda wale wengine. Ukisoma maandiko kule mbele, maandiko yanasema ya kwamba yule kijana alibakia kwenye ule mji wa Dekapoli akifundisha Injili, na watu wote wa Dekapoli wakamsikiliza, wakashangaa kwa matendo na zile ishara na kile ambacho Yesu alimfanyia. Nadhani unaona yule kijana alikuwa amepewa assignment kubwa, lakini akawa amezuiliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Huu ni wakati wa kufuka kwenda ng'ambo nyingine. Kama umefungwa na chochote kwenye maisha yako, kama ule kijana alifunguliwa akatolewa kwenye umauti, lakini wewe unaweza ukatoka kwenye umauti. Biashara yako, ndoa yako, masomo yako yanaweza yakatoka kwenye umauti. Unaweza ukatoka kwenye ile level ulikuwa na ukafuka ukaenda ng'ambo ya pili. Maandiko yanasema ya kwamba, nikimalizia, ya kwamba wale wachungaji baada ya kuwa wameona Yesu ameingiza mapepo ndani ya nguruwe, wakaingia ndani ya bahari, walimsihi Yesu aondoke, atoke kwenye mji wao. Kumbe kwenye ukoo wako, kwenye familia yako, kama kuna maroho ambao zinawatesa, kuna maroho za mizimu kwenye ukoo wako, ujue kwamba Yesu anaweza akaja, lakini ukapata hasara badala ukapata faida kwa Yesu. Nataka upate faida,
maana utakuwa umekombolewa kwa jina